Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ametoa madai mazito dhidi ya Marekani, akisema Pentagon inatoa takwimu zisizo sahihi kuhusu gharama za vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyoanza Februari 28. Katika ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X siku ya Ijumaa, Araghchi amesema wazi kuwa Pentagon inadanganya na akadai kuwa uamuzi wa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu umeigharimu Marekani takriban dola bilioni 100 sawa na trilioni 265 za Kitanzania, kiasi ambacho ni mara 4 zaidi ya kile kinachotolewa rasmi na serikali ya Marekani. Ameongeza kuwa gharama zisizo za moja kwa moja kwa walipa kodi wa Marekani ni kubwa zaidi. Kila aya nchini humo inabeba mzigo wa takriban dola 500 sawa na milioni 1.33 ya Kitanzania kwa mwezi. Kiwango hicho kinaendelea kuongezeka kwa kasi, huku akidai kwamba kauli ya Israel kwanza daima maana yake ni Marekani mwisho. Kauli hiyo imekuja kati ambapo takwimu rasmi kutoka Pentagon zimeonyesha mbele ya bunge la Marekani kuwa gharama ya operation hiyo ya kijeshi imefikia takriban dola bilioni 25 hadi sasa. Araghchi amechapisha grafu 2 kuunga mkono hoja yake kuhusu hali ya uchumi wa Marekani, ambapo ya kwanza kutoka Axios ikitumia data ya Gallup inaonyesha kuwa 55% ya Marekani mwaka 2026 wanasema hali yao ya kifedha inazidi kuwa mbaya, kiwango cha juu zaidi kati ya miaka 25 na kuzidi vipindi vya mdororo mwaka 2008 hadi mwaka 2009 na COVID-19. Huku grafu ya pili kutoka taasisi ya serikali ya Marekani, yani Ikulu na idara ya takwimu na uchambuzi wa uchumi wa Marekani, ikionyesha kuwa deni la umma limefikia karibu 98% ya pato la taifa kufikia Machi mwaka 2026, likikaribia viwango vya enzi vya vita ya pili ya dunia vilivyovuka 100% ya pato la taifa.